Karibu tena kwenye upande wetu wa pili mtazamaji. Kasena Masha ikiwa ndio jina langu, na siku ya leo tunataka kuangalia mustakabali wa taifa, tukiangazia zaidi ama tukirudia yale ambayo rais aliweza kuhutubia taifa bungeni juma lililopita. Aliweza kugusia masuala mbalimbali akisema kwamba taifa liko kwenye mkondo wa sawa, tukizungumzia swala zima la maendeleo, miundo msingi, masuala ya vijana. Tumeweza kuona kwamba rais amesema kwamba hali inaendelea kuimarika na tunaenda katika mkondo ulio sawa. Na mgeni wangu wa siku ya leo Dennis Tirop, ambaye ni kijana, ambaye ni mchapakazi, ambaye amejitokeza kabisa kusema kwamba mwaka 2027 angependa kuwa kwenye kinyang'anyiro, lakini yake ni atatuambia kwa kiundani kwa nini angetaka kugombea nafasi ama kujiingiza katika masuala ya uongozi. Je, yeye kivyake anahisi vipi kuhusiana na ile hotuba ya rais, na je masuala ya vijana yameweza kuangazia ama kupewa kipaumbele vilivyo, kwa sababu sasa hivi kuna swala zima la nyota ambalo limeibuka. Lakini Dennis Tirop, karibu sana na utasaidia kutueleza hilo kwa undani. Kwa kwanza tu kuanzia ni yapi ambao uliweza kuyapatia kipaumbele kutokana na ile hotuba ambayo rais alipeana siku ya wiki iliyopita? Karibu sana. Asante sana Kasichana, nashukuru sana kuwa katika hii show yako siku ya leo. Kulingana na yale mheshimiwa rais aliweza kuzungumzia wiki jana kuhusu maendeleo ya taifa letu. Niliweza kuangazia sana kuhusu uchumi ya taifa letu. Unavyofahamu ni kwamba tukiwa na uchumi mbaya ama tukiwa na uchumi ile imesorota, inji watu wanaweza hangaika sana katika taifa. So nilikuwa very much interested kwa mambo ya uchumi. Na niliposikia mheshimiwa rais akizungumzia GDP ya inji yetu, ulivyosikia alisema ya kwamba wakati yeye mwenyewe alipokuwa anashika hatamu ya uongozi wa taifa letu, GDP ilikuwa chini sana. Na akasema ya kwamba GDP wakati ule miaka miwili mitatu iliyopita ilikuwa 115 billion US dollars. Na sasa tukizungumza hapa kulingana na ile rais alituambia wiki jana ni kwamba hiyo GDP imeweza kusonga juu sana mpaka kiwango cha 136 US dollars, 136 billion US dollars. Na akatuambia ya kwamba wakati yeye pia alipokuwa anashika usukani mwaka wa 2022, Kenya ilikuwa imekuwa rated ya kwamba Kenya was the 8th in Africa as far as the economy is concerned. Lakini tukizungumza sasa tunaambiwa ya rais alituambia ya kwamba according to IMF Kenya imeweza kufika namba 6 kwa mambo ya uchumi katika bara letu la Afrika. So nikaona ya kwamba hiyo kwanza kabisa inatuonyesha ya kwamba Kenya iko kwa mkondo mzuri katika uchumi. Tukiangazia pia ile alituambia, alizungumza kuhusu the inflation rate. Sijui nitaweka aje kwa Kiswahili the inflation rate, lakini mheshimiwa rais alituambia ya kwamba inflation rate sasa imeweza pia kushuka. Alituambia kwa miaka miwili iliyopita ilikuwa the inflation rate ilikuwa 9.6%. Na kulingana na zile shughuli mheshimiwa rais amefanya, hiyo inflation rate imeweza kushuka chini mpaka 4.6%. So the inflation rate inamaanisha ya kwamba the cost of living, hali ya maisha katika taifa imeweza kushuka. Ukiangazia mambo ya chakula kule sokoni, mambo ya unga, mambo ya sukari, bei ya vifaa vya muhimu katika taifa letu, kulingana na rais ametuambia ya kwamba imeweza kushuka chini. Lakini Dennis, tukizungumzia swala zima ambalo umesema ulipatia kipaumbele kwamba uchumi wetu umeimarika. Je, kuimarika kwa uchumi pia inaonyesha kwamba hali ya maisha, gharama ya maisha imezidi kuimarika pia? Yes. Tukizungumza sasa kuhusu the inflation rate, tukiambiwa ya kwamba imeweza kushuka chini, inamaanisha ya kwamba haijaimarika sana, lakini inaendelea kuimarika. It is heading to direction mzuri, ama it is going to the right direction. So tuseme ya kwamba uchumi ya Kenya imeimarika sana, lakini there is hope
kuna ile ukiangalia tu kwa undani sana utapata ya kwamba kuna dalili ya kuimarika kuliko vile ilivyo wakati huu. Yes. Na swala zima la kuimarika kwa uchumi, amesema kwamba pia imeweza kuvutia hata watalii na hata wawekezaji zaidi hapa nchini kwetu. Je, hilo linaashiria nini kwa Mkenya wa kawaida? Wageni ama investors wakiweza kukuja kutoka nje za nje, Mkenya wa kawaida ataweza kunufaika. Unavyojua ni kwamba the economy of Kenya cannot be withstood by the locals alone. Nguvu kutoka nje na pesa kutoka wawekezaji wa nje wakiweza kuingia hapa na kuwekeza kwa sekta mbalimbali ya taifa letu, tutapata kama vijana kampuni zitakuwa zimefunguliwa katika taifa letu la Kenya, na sisi kama vijana na wananchi wa kawaida tutakuwa tumepata nafasi za ajira, nafasi za kufanya maendeleo na shughuli zingine katika taifa letu la Kenya. So an investor coming in is a very noble thing to the people of Kenya and especially to the young people of our nation. Je, unahisi kwamba maslahi ya vijana yamepewa kipaumbele vilivyo? Maslahi ya vijana haijapewa kipaumbele sana, lakini siwezi sema ya kwamba kwa wakati huu vijana wameachwa nyuma. If there is an administration yenye imeweza kuangazia mambo ya vijana kwa bidii kidogo, ni hii serikali ambayo tuko nayo kwa wakati huu. Kuna mambo mengi serikali hii imejaribu kufanya kuhakikisha ya kwamba vijana wamepewa nafasi ya kujiimarisha kimaisha. Kwa mfano, the recent one, hii ya machuzi ya Nyota, this is an initiative of government yenye inajaribu kuwapatia vijana nafasi ya kuchukua pesa na waweze kujinufaisha kiuchumi. Kuna vile pia mambo ya kuajiri walimu. You know, we have so many young people in our nation wenye wamesoma lakini hawajapata nafasi. Na tukirudi pia pale kwa hotuba ya rais kwa bunge, ulisikia Mheshimiwa Rais alisema ya kwamba serikali hii imeweza kuajiri walimu 50,000. Na serikali hii pia iko na nia ya kuajiri walimu wengine 24,000 ifikapo Januari mwaka ujao. So ukiangalia hawa watu wenye wameajiriwa, hao walimu sio wazazi na sio wasee, ni vijana. Ukiangalia pia upande wa police security sector, wale ambao wameajiriwa juzi sio wazee, ni vijana. Ukiangalia sekta pia ya jeshi, pia wale watajiriwa ni vijana wa taifa letu la Kenya. Ukiangalia ile tunaita hustle fund ile ilizinduliwa na Mheshimiwa Rais miaka kama 3 iliyopita, wale ambao wanachukua hizo pesa sio wasee, ni vijana. So we cannot we cannot say, hatuwezi sema ya kwamba hakuna hata jambo ndoko hii serikali ya Mheshimiwa Rais William Ruto imeweza kuangazia ya vijana. Kuna yale ambayo amejaribu kufanya. Hata ukiangalia affordable houses ambazo zinaendelea kuchengwa katika taifa letu la Kenya, wale ambao wameajiriwa pale wakiwa mafundi na wale watu wa mkono wa mchengo ambao wanashughulika na ujenzi wa nyumba hizi, sio wazee na sio wakongwe, ni sisi vijana ambao tuko pale tuhakikishe ya kwamba tumefanya kazi hiyo. Lakini kwa nini unahisi mradi huo umepata pigo kidogo kutoka hata kwa pale unapoketi wewe kama mmoja wale ambao ungependa kukaa katika nafasi ya uongozi siku zijazo? Kwa nini unahisi mradi kama huo wa ujenzi wa nyumba umeweza kupata pigo kutoka kwa tuseme wapinzani wa serikali? Niko hapa kama mimi siekemei upande wowote nikizungumza mahali hapa kasichana. Lakini a new thing, chochote ambacho ni kipya haijawahi fanyika mahali pengine katika taifa letu la Kenya, hata kwako nyumbani. Kuna kitu ambacho unaweza letewa kwenu nyumbani ama kwako nyumbani ambacho hujawahi kiona. So lazima ushuku kwanza, useme je, hii kitu inaweza kuwa wa muhimu ama inaweza kuja kutusaidia mimi kama Tirop, inaweza saidika aje? So I think from where I am sitting is that nafikiria ya kwamba the reason as to why people are the people who are fighting this initiative ni ya kwamba hii jambo ni keni sana katika taifa letu la Kenya. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni kwamba it touched the salaried people of our nation.
there are some deductions which I think it was made in the kwa salary ya wafanyikazi. So unavyofahamu ni kwamba kitu kidogo ikitolewa kwa mshahara ya mfanyikazi yeyote, huyo mtu hatafurahia. Haezi furahia kabisa. So I think another reason as to why they are not up to this thing ni kwa sababu ya kuondolewa kwa kiwango fulani ama kiasi fulani cha fedha ambazo wafanyikazi wanapata kwa mshahara yao ya kila mwezi. Na vile vile pia kumekuwa na tetesi kwamba baadhi ya viongozi na hata baadhi ya wakazi wamekuwa kilalamika kwamba pia ule mradi mpya ambao ulianzishwa ama hii bima mpya ya afya ambayo ilianzishwa ya SHA wamekuwa wakiongelelea sana, wakisema kwamba wengine wanahisi bado haijatekelezwa vile inavyopaswa. Je, unahisi watu kukaidi ama watu kususia, kama inaweza sema hivyo, kususia miradi mipya ambayo inaanzishwa, je, huwa inazuia pia upatikanaji wa maendeleo katika taifa? Watu wakisusia yale miradi mapya ambayo inaletwa kwa katika taifa na wakaidi wakatae kuwa part of it, hiyo itafanya it will delay the whole development of a nation. Because wale watu ambao wanastahili kuwa wao ndio wako mbele kuhakikisha ya kwamba hiyo SHA imefanya kazi, wengi wameanza kwenda the opposite direction. It will delay and it will make the health sector of our nation kufe na ikue mbaya zaidi. So vile ambavyo umeuliza kasichana ni kweli kabisa. Watu wengi wakikataa ama watu wengi wakikaidi kuingia katika hii mradi ya serikali ya SHA, we will not have a healthy nation. That is according to my opinion. Hiyo kweli kabisa ni true. Je, pengine ungeambiaje yule Mkenya ambaye anatazama, ambaye anahisi kwamba kwa nini tumeletewa jambo jipya? Kwa nini tunakatwa tena ushuru wa kutengeneza kitu kama hiki? Je, unaambiaje yule Mkenya wa kawaida kuhusiana na swala kama hilo? Ningependa tu kumwambia Mkenya wa kawaida ya kwamba ndio nchi iweze kuendelea, ndio nchi iweze kusonga mbele, lazima tukue na zile ambazo tunazita difficult initiatives ambazo lazima tukubali na tufinyike kiasi fulani ndio tufike pale mbele. Zile nchi zote ambazo zimeendelea, ulisikia Malaysia kwa mfano, tulikuwa pamoja miaka za hapo awali. Umesikia Japan tulikuwa pamoja, South Korea pia walikuwa mahali tulikuwa the same level, lakini they took some initiatives ambazo zilikuwa ngumu sana kwao na wakafumilia. Ndiposa sasa economy ya hizo nchi zote ambazo tulikuwa pamoja miaka za hapo awali wameweza kwenda mbele na kunawiri sana, kwa sababu walifumilia zile ideas mapya na wakakubali kufanya kazi na uongozi wa hizo nchi ambazo tulisikia tukiambiwa na wanahistoria kwamba we were at the same level in the recent past. So I advise or I request the people of Kenya na waomba sana hasa vijana ya kwamba sisi kama vijana tuko na maarifa na tumesoma na tunajua ya kwamba tukisema ya kwamba tutumie tu kwenda kukopa pesa nje zingine sikuje itusaidie kama taifa, hatutasonga mbele. So tuvumiliane na tukubali ya kwamba yale mikakati ambayo uongozi inafanya itatusaidia tuweze kufika mahali ambapo tunastahili kufika. Na rais alisema kwamba kuna hayo maoni ya kutufikisha katika nchi kama hizo kuwa miongoni mwa zile nchi ambazo ziko nambari 1 katika kimaendeleo. Je, unahisi kwamba tunaweza kufikia pale ama bado kuna mengi ambayo tunahitaji kufanya kama taifa? Absolutely. Unajua ya kwamba kulingana na yale ambayo yamefanywa, kulingana na yale ambayo tayari Mheshimiwa Rais amefanya kwa hii muda ambao tuko sahi. In the last 3 years ameweza kufanya kazi fulani. When he came to power, the reason as to why mimi sasa nilikuwa na mshuku before, I was among those people who thought that we got the wrong leadership in our nation. But after some time, after I've made a study of the leadership and what it has been done in our country, I am absolutely convinced ya kwamba this is the right, we are on the right trajectory as far as the future of our nation is concerned. Kwa sababu gani? The previous leadership ya President Uhuru Kenyatta waliweza kufanya kitu inaitwa subsidization of what? Of consumption. Waliweza kuweka pesa ya kushukisha
bei ya vifaa muhimu. Lakini wakati mheshimiwa alikuja ndani, mheshimiwa rais wa sasa alikuja akasema hatutaendelea kusubsidize consumption, tutaanza sasa kusubsidize the production. Na subsidizing the production means una zile input ambazo unaziweka kwa economy unasifanya zinakuwa rahisi. Kwa mfano kama bei ya mbolea in the agriculture sector, ukiangalia in the last 3 years, I am also among the farmers kwa nafanya ukulima kidogo. Bei ya mbolea tulikuwa tunanunua na 7,000. Lakini kwa sasa kwa sababu ya subsidized fertilizer ya 2,500, wakulima wengi wameweza sasa kufanya ukulima hasa sana ile ya mahindi na zile kahawa na zile vitu vingine muhimu. Na kulingana na hotuba ya rais ile ambaye alitupea wakati wa last week, ulisikia akisema Kenya iliweza kuharvest 65 million bags of maize in 2022. But today we are expecting to harvest as a nation 70 million bags of maize. So inamaanisha ya kwamba the sector inaendelea kupalun, inaendelea kunawiri. Na tukizungumzia swala la vijana, kwa sababu kuna huu mradi wa Nyota kama ulivyokuwa umeugusia, je, Nyota ndio suluhu ya ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana wetu? Kwa sababu ni mradi ambao unatumai unafaa uwepo kwa takriban miaka 5. Mimi siwezi sema Nyota ni suluhu. Ila it is an implement, it is part of the ni baadhi ya njia ambazo zinaweza tumika kutafuta suluhu ya ukosefu wa ajira katika taifa. So siwezi sema this is the absolute. There are so many ways a nation can look for a solution on the disturbing issues in a country. So hii ni mmoja wao tu. Siwezi sema sote Nyota sasa ikiimarika vizuri, vijana wote watakuwa wamepata kazi. Lakini hii kitu ni one of other initiatives which I think it is used by government to ensure that wana solve shida ya ukosefu wa ajira katika taifa. Lakini unahisi kwamba inaenda kusaidia pakubwa? Inaenda kusaidia, na siwezi, I cannot now, according to me, I cannot predict, siwezi sema ya kwamba itasaidia kiwango gani, lakini I can just say it is a good initiative and I believe it will work for the people of Kenya na itakuwa sawa. Neno lako kwa vijana, kwa sababu wewe pia ni kijana, unaambiaje yule kijana ambaye amebahatika kupata hundi hiyo? Tumeambiwa kwamba sio mkopo, bali ni pesa ambazo wanapewa za kuweza kujisaidia. Je, unawezaje kuambia yule kijana ambaye amebahatika kupata hiyo pesa? Ningependa kuambia vijana ambao wamepata hiyo usaidizi ya kwamba kama umepata hii fedha, usiende kufanya mambo mengine ambayo haitakusaidia kuendelea mbele kama kijana. Usipeleke hii pesa uende ukacheze burudani, usipeleke hii pesa uende ukanunue nguo mzuri, usinunue suti na mambo mengine. Now I'm requesting the youth of Kenya wafanye kitu ambacho itawasaidia, kama ni biashara, kama ni anything yenye itafanya ya kwamba maisha ya huyu mtu ambaye amepata pesa hizi kutoka kwa serikali iweze kunawiri na kubadilika. So me I just request them wasi misuse the Nyota assistance. Yes. Na mwaka uliopita na hata hapo nyuma kidogo tumeweza kuona kwamba vijana wameweza kujitokeza barabarani wakilalamikia uongozi duni katika baadhi ya sekta, wakilalamika kwamba kuna baadhi ya masuala ambayo hayaendi vile walivyotarajia. Pale unapoketi, je, tutarajie vijana wengi debeni kwenye uchaguzi ambao unakuja hapo mbeleni? Je, tutarajie kuona idadi kubwa ya vijana wakijitokeza kugombea hizo nafasi? Kabisa. Hiyo sasa sio swali sana. Ile ambayo tunatarajia sasa, hii mwaka wa uchaguzi ambao inakuja, tunatarajia vijana wengi. Kwa sababu wale vijana ambao tuko nayo katika taifa letu la Kenya, sio vijana wa zamani. Ni vijana ambao wanaelewa
mambo na wanaelewa sana mambo ya uongozi. Wanaelewa ile kitu ambacho inahitajika kufanyika ndio maisha yao iweze kuimarika. Wanaelewa ya kwamba it is not about handouts. You know where we messed up as a youth of Kenya in the recent past. We used to huwa tunakaa chini mahali fulani, tunakuja tunapewa shilingi 100, shilingi 200 na tunaambiwa ya kwamba muende mpigie mtu fulani kura. Na tumekaa, mimi being among them, vijana kwa sasa wameweza kufahamu ya kwamba hii shilingi 100, hii shilingi 50 ambayo wanapewa waweze kuchagua viongozi ambao wanaambiwa na watu fulani, ndio imeweza kuturudisha nyuma kama vijana. Uwezi enda kule upigie kura, kwa mfano ya MCA unapigia mtu kura ambaye ako na miaka 79 ama 80. Wewe ambaye umeanza maisha, uko na familia yako ndoko, yule mtu ambaye umeenda kumpea responsibility ya kuongoza kama MCA, if you call to that person na umwambie mtoto wangu ameulizwa karo ama mtoto wangu anasomea ICT mbaya kule nyumbani, hatafahamu kwa sababu yeye mambo hiyo yote ameweza kumaliza. So inahitaji the leadership, inahitaji vijana kwa kiwango kikubwa. And I am very certain, naweza I can promise you ya kwamba hii uchaguzi ambayo inakuja hii ya 2027, sisi kama vijana tutakuwa kipaumbele na tutahakikisha ya kwamba tumeweka, kama sio all the positions, tutaweka kiwango cha uongozi positions around 60%. Ile tunajua labda itatulemea kuweka mtu pale ni ile ya rais, kwa sababu kutoka Mandera uende utafute kura Kisumu, uende Mombasa, inahitaji a very huge financial muscle. So lakini ile ya kuenda na pikipiki kutoka hapa kuenda hapa kutafuta MCA ya mchumbe ya senator ya mama county, hizo zote sisi vijana wanaweza. Yes. Na umesema kwamba vijana swala la wao kupigia kura watu ambao umri wao umeenda kidogo, kiupande wako ni kwamba sio sahihi ama haifai kwa hivyo? Unajua kidogo tu kabla ujibu hilo, kwa sababu kuna msemo ambao unasema kile ambacho mzee anaweza kuona akiwa ameketi, kijana mdogo hata pande juu ya mnazi bado hawezi kutii. Hiyo maneno ya mnazi unasema haitakuwa applicable kwa sasa. Kama ingekuwa applicable, hatungepata vijana wakitokeleza kwenda kuzunguka maandamano. Tulikuwa na wazee ambao kwa nyumbani. We had so many cases whereby mzee nyumbani anamwambia kijana yake, kwa nini unataka kutoka? Nyamaza. Lakini kijana kwa sababu ya kuwa pressed na kitu fulani waliweza kujitokelezea. Hatusemi ya kwamba ni mbaya uongozi ukuwe na wazee, lakini wametuongoza muda mrefu na hatujaona sana maendeleo ile tunahitaji kama vijana. So we are not dismissing them, but we are thanking them for what they have done mpaka tumefika mahali tumefika. Na we are not forcing them. Hatusemi ya kwamba ni lazima ni sisi kwa madharau ama kwa njia ambayo ikubaliki. Lakini tunawaomba kwa heshima, kwa mapenzi ya Mungu, tunaomba kwa heshima, tunawaambia nyinyi mmetuleta mpaka hapa na tumeona ile kazi mmefanya na tunawashukuru, lakini mtupee pia sisi nafasi tuweze kusonga kusongesha hii mambo ya uongozi mbele. Because kuna in African setup of way of living, we have age groups, we have age sets. According to me, according to where I come from as an African, kuna wale ambao tunawaita nyongi, kuna wenye tunawaita sawe, kuna wenye tunawaita minor. Uwezi kuwa wewe ni wa age group ya minor kwa mfano ama chumo ama sawe na unataka kuja kuongoza watu wa nyongi. It will not be able, how we think as a people of Nyange kwa mfano is quite different na wale ambao wako kwa ile age set nyingine ama age group nyingine. Tukimalizia ni mambo niko na dakika kidogo sana. Dennis, tukiangalia sasa hivi usajili wa wapiga kura pia ulikuwa unaendelea, lakini bado IEBC inasema kwamba wale ambao wale walengwa hawajitokezi na mnasema kwamba vijana ndo tuwatarajie debeni, lakini kama wao ndo mnaotegemea na kura zao na wao ndo hawaendi kujisajili, itakuwaje? Kutoka kweli nimepata hiyo habari ya kwamba vijana hawajitokeza kwa wingi kwenda kuchukua kura.
And I think hiyo pia ndio kitu ambacho inakataza vijana uongozi sana. So mimi na appeal tu na waomba pia kama vile ambavyo umesema, you know, you cannot force anybody. This is a democracy. Wesi lazimisha mtu aende akate kura. So I'm just telling them, tukitaka tuende kwa uongozi, tushike uongozi katika nchi hii, tukue part of the decision making in our nation, we must be voters. Lazima tuchukue kadi ya tusajiliwe kuwa wapiga kura. Hivyo tu. Ungetaka kugombea nafasi gani na ni wapi, na ungeambiaje vijana wa hilo eneo siku ya leo? Kwa sasa sitaki kusema sana hapa, lakini mimi niko na maoni ya kuwania kiti katika taifa letu la Kenya. I'm a prayerful person. I'm still praying God now aweze kuniambia enda utafute, na Mungu akiniambia enda utafute kuwe gavana. Mimi natoka upande wa Nandi, constituency yangu inaitwa Chesumei, ward yangu inaitwa Kosirai. So Mwenyezi Mungu wakati naendelea kuomba kwa wakati wake, Mungu akiniambia enda utafute kiti cha gavana kule Nandi, hiyo nitaenda. Akiniambia enda utafute ya MCA ama ya mbunge, mimi nitakuwa tayari kulingana na mwongozo wa Mwenyezi Mungu. Mwongozo wa Mwenyezi Mungu. Naam, kuna uchaguzi mdogo ambao unatarajiwa katika baadhi ya maeneo bunge. Neno lako la mwisho pia kuhusiana na hilo? Kenya being a democratic nation, mimi ningependa tu kuambia wale ambao wanafanya by election, tuko na by election kule nyumbani ya Chemundu Kamwetunyi ward. Kwa mfano kuna kijana amewania na amepata tiketi cha kuwa nominated UDA aspirant kule Chemundu Nandi. Ningependa kuambia wale watu ambao wapiga kura, tafadhalini muangalia hao vijana. Kuna kule Kasipul, kuna kijana ako pale. Mimi tu naombea vijana, sina neno lingine. Kuna wale wako Mbeere huko, I think kuna pia vijana, kuna Malafa na Kapuchai. Hawa wote naombea vijana. Na ya mwisho ni kwamba because it is a democratic nation, na waomba ya kwamba wafanye kwa amani. Wale ambao watachakuliwa tuwakubali na tuwapatie nafasi watuongoze. Na waache siasa nyingi. Nyingi, wachana siasa mingi. Wachague kiongozi ambaye atawaletea maendeleo. Kabisa. Naam, shukrani sana Dennis Tirop, na tunakutakia kila laheri katika uaniaji wako ambao Mwenyezi Mungu atakapokuongoza. Na natumai kwamba utakuwa kiongozi bora, sio bora kiongozi. Naam, shukrani sana pia kwa kuweza kuitikia mwito wetu. Najua tumekugaflisha, lakini asante sana kwa kuweza kujitokeza. Naam, shukrani za dhati kwako wewe mtazamaji kutupatia sikio lako na jicho lako kutoka mwendo saa 6:30 hadi sasa hivi. Tumefika kikomo cha mazungumzo yetu ya Tamrini. Kasichana Masha ndio jina langu, Anne Wangeshi, nikiwa naye kwenye upande wa lugha ya ishara, na pisha jamvi kwa mwenzangu wa habari za 7 mchana. Sijajua ni nani, lakini naambiwa ashawasili. Kutoka kwangu na Ben Troy, karibu sana. Kutoka kwangu na kutakia mchana mwema, tupatane saa 10 alasiri. Kwaheri.